الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرع الصيام طهرة لعباده من الآثام وجعله مفتاحا للجنة دار السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, hatunabudi kurudisha shukrani zetu za dhati kwake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupatia afya na kwa kutupatia uzima tukaweza kukusanyika miongoni mwa nyumba zake tayari kutekeleza ibada tukufu na muhimu ya salatul Jumu'ah. Ni lazima tuseme alhamdulillah. Vile vile ni lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa tumemaliza 10 la kwanza na tunamaliza 10 la pili katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yote ni taufik kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuko katika wakati ambao kwamba ni muhimu zaidi katika mwezi wa Ramadhani, wakati ambao kwamba juhudi zetu katika kufanya ibada zinafaa ziongezeke maradufu, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi, kama wanariadha wanasema, ni mwezi wa marathon, sio mwezi wa sprint wa kukimbia haraka. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa marathon. Energy yako unaiweka mwisho. Ndipo utakuta wale wakimbiaji katika mbio za marathon, ukiangalia katika takwimu zao, wanakimbia zaidi mwisho wa mbio kuliko mwanzo wa mbio. Ndio mfano wa mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ndiye alikuwa almathalul a'la katika kutuonesha namna tuamiliane na masiku ya kumalizika katika mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama tunavyoelezwa, katika siku 10 za mwisho katika mwezi wa Ramadhani, Mtume sallallahu alayhi wasallam ahya laylahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika masiku 10 ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani, ahya laylahu, alikuwa usiku wake akifanya bidii, akisimama
katika kufanya ibada. Wa aiqadha ahlahu, na katika masiku 10 ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani alikuwa akiwaamsha watu wake wa nyumbani wafanye ibada. Washadda mi'zarahu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikaza kikoi chake, bimaana alikuwa anafanya juhudi zaidi katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha ya kwamba mwezi wa Ramadhani kila ukimalizika ndipo juhudi yetu inatakikaniwa iongezeke, tupate mwisho mwema katika mwezi wa Ramadhani, na mambo yote bil khawatim, mambo yote yanazingatiwa mwisho, mambo yote yanagrediwa mwisho. Vipi utamaliza ibada yako, vipi utamaliza Ramadhani yako? Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa katika haya masiku 10 ya mwisho akiongeza bidii zaidi, kinyume na sisi tunavyofanya. Ramadhani inapoingia tunaanza na pressure, kila mmoja ana furaha kuingiliwa na Ramadhani. Wenye kuswali huswali kwa wingi, wenye kusoma Qur'ani husoma kwa wingi, wenye kuhudhuria madarasa huhudhuria madarasa kwa wingi. Lakini kila siku zinavyokatika watu ndio wanavyokimbia msikitini. Ukiangalia katika salatu tarawih namna watu wanavyopungua, katika salatul jamaa namna watu wanavyopungua, ni kinyume na alivyokuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo al-umur bil khawatim, mambo yanazingatiwa mwisho wake, namna mambo yanavyomalizika. Ramadhani yetu kama hini tunaweza kuiharibu kwa hizi siku 10 zilizobakia, na tunaweza kuitengeneza kwa hizi siku 10 zilizobakia. Tunaweza kufaulu kwa hizi siku 10 zilizobakia, na tunaweza kufeli katika hizi siku 10 zilizobakia. Kwa hivyo tufuate mwongozo wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba pindi Ramadhani inapoelekea mwisho, ibada Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizidisha. Katika mambo yanayopatikana katika masiku 10 katika mwezi wa Ramadhani ni ibada ya qiyamul layl, ibada ya kusimama usiku. Ibada kama hili hawaifanyi isipokuwa watu ambao kwamba wana mafungamano na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada kama hili hawaifanyi isipokuwa wale ambao kwamba wameafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada kama hii ni ibada ambayo kwamba mitumi wote walijipamba na ibada ya kusimama usiku. Ndipo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba anajifinika finika na maguo, qumil layla illa qalila, simama usiku isipokuwa sehemu ndogo katika usiku. Bimaana ya Muhammad, simama usiku, ni wakati wako na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, simama usiku, nusu ya usiku au punguza kidogo katika usiku. Nisfahu aw inqus minhu qalila au zid alayhi warattilil qur'ana tartila, ama zidisha namna unavyotaka
namna unavoweza warattilil Qur'ana tartila, na uisome Qur'ani kuisoma kwa tartil, kuisoma namna inavyotakikanwa. Ummu Salama aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma hii Qur'ani vipi? Ummu Salama akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma Qur'ani ayatan ayatan, akisoma aya moja moja, akisoma aya awe ni mwenye kuifahamu, awe ni mwenye kuitadabbar. Bismillahirrahmanirrahim kwa kikomo chake, alhamdulillahi rabbil alamin kwa tadabbur, pole pole bila kwenda haraka. Ndivyo alivyokuwa akisoma Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa utaratibu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam ya kwamba ya Muhammad, simama usiku ufanye ibada na usome Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia mtume katika aya nyingine, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya Muhammad, wa minal layli, na katika sehemu ndogo ya usiku, fatahajjad bihi nafilatan lak, simama usiku usali salatu tahajjud nafilatan laka, ni sunna kwako wewe mtume sallallahu alayhi wasallam. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, ni hakika atakufufua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala يوم القيامة مقاما محمودا, memo yenye kuhimidiwa, daraja yenye kuhimidiwa, daraja ambayo kwamba imekuwa ya juu kwa sababu wa minal layli fatahajjad bihi, kwa sababu ya kusimama usiku. Kwa hivyo ikhwatal imani wal islam, ikiwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aambiwa asimame usiku aswali kwa ajili ya Mola wake, na huyu mtume wetu sallallahu alayhi wasallam amesifiwa katika al-Qur'anul Karim, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wama ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Mtume sallallahu alayhi wasallam hana madhambi, mtume sallallahu alayhi wasallam hana makosa, lakini anaambiwa ya kwamba asimame usiku. Kef mimi na wewe ambao kwamba tuna taksir nyingi, ambao kwamba tuna madhambi mengi, ambao kwamba tuna makosa mengi, ambao kwamba tuna dhulma nyingi, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisimama mpaka miguu yake inafura. Aulizwa, kwa nini usimame ya Rasulullah, na wewe ushasamehewa madhambi yako? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, afala akuna abdan shakura, kwa nini mimi nisiwe mja mwenye kushukuru? Asa kef mimi na wewe ambao kwamba umri wetu haipiti siku ila tuna maasi Mwenyezi Mungu ndani yake, haipiti siku ila tunafanya makosa ndani yake, kwa nini tusisimame usiku? Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, ya ayuhan nas, ama ayuhan nas, afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil layli wan nas niyam tadkhulu al jannata bisalam. Ayuha nnas, enyi watu, afshu salam, enezeni amani, enezeni salamu. Dini yetu ni dini ya amani, dini yetu ni dini ya salam. Al-Islam ni dini ya amani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia afshu salam wa at'imu at'am,
na mulishe chakula. Yule unayeweza kumsaidia kumlisha chakula, at'imu at'am, lisha chakula. Wasallu bil-layli wan-nasu niyam, na muswalini usiku hali ya kuwa watu wamelala. Tadkhulul jannata bisalam, utaingia peponi kwa amani. Angalia mambo matatu aliyoyataja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo kwamba yatatuingiza peponi: afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, tutaingia peponi kwa amani. Kwa nini tusisimame usiku? Kwa nini tusitafute wakati tukae sisi peke yetu na Mola wetu subhanahu wa ta'ala, wakati ambao kwamba watu wote wamelala, wakati ambao kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anashukisha rahma zake, anawauliza waja wake, je, yuko mwenye kutaka msamaha nimsamehe? Je, yuko mwenye kutaka haja zake nimpatie? Sasa nyakati kama hizi, kwa nini hatutaki kuketi khalwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Kila mmoja wetu ana matatizo yake, kila mmoja wetu anachokitamani, kila mmoja wetu anachokitaka. Kwa nini wakati hunu hatuutumii kumnongoneza Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna minal layli sa'a la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alu Allahu khairan illa a'tahu Allahu iyyah. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna minal layli sa'a, hakika iko katika nyakati za usiku saa, kuna wakati. Inna minal layli saa la yuwafiquha abdun muslimun, hatoafikiana na wakati kama huo mja muislamu ikawa anafanya ibada, ikawa anamuomba Mwenyezi Mungu kitu chochote. Yasalu Allaha khairan, anamuomba Mwenyezi Mungu khairi yoyote, illa a'tahu Allahu iyyah, isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamumpa kile anachotaka. Na hiyo ni katika usiku wote, kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ana wakati katika usiku, wakati kama hunu, chochote tutakachomuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atatupa. Kwa hivyo ikhwatal imani wal islam, katika haya masiku 10 yaliyobakia tutafute nyakati kama hizi. Moja katika maneno yake asema, nisfu Ramadhan qad dhahab wal baqi dhahabun, nusu ya Ramadhani na zaidi imeenda, nusu ya Ramadhani na zaidi imeenda. Wal baqi, na siku 10 zilizobakia, dhahabun, ni dhahabu. Tusipoteze nafasi kama hini, tusipoteze wakati kama hunu. Kwa hivyo ikhwatal imani wal islam, tuko katika masiku ya qiyamul layl, tuko katika masiku ya kusimama usiku. Mtume sallallahu alayhi wasallam aambiwa na sayyiduna Jibril alayhi salam, ish ma shi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna sharafa al-mu'mini qiyamuhu bil-layl wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aambiwa na sayyiduna Jibril alayhi salam ya kwamba, ya Muhammad, ish
ma shi'ta fa innaka mayyit, ishi miaka utakayoishi, lakini hakika yako wewe utakufa. Wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bih, fanya unachotaka, hakika utalipwa kwa lile ulichokifanya. Wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariquh, na mpende umtakaye, hakika mutaepukana naye, iko siku wewe utakufa ama yeye atakufa. Lakini wa'lam, lakini jua ya Muhammad, anna sharafa almu'min, kwamba utukufu wa mu'min, qiyamuhu billayl, ni kusimama kwake usiku, wa izzuhu, na izzi yake na nguvu yake, istighnauhu anin nas, ni yeye kutosheka, kutoomba omba. Kwa hivyo ikiwa tunataka kuwa waumini wa kweli, tunataka utukufu katika maisha yetu, ni lazima tusimame usiku. Ni lazima tusimame usiku katika kufanya ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia sisi nafasi. Ni wangapi wetu hawakupata nafasi kama hii? Ni wangapi wetu walitarajia kufika siku kama hizi lakini hawakufika? Mimi na wewe tumefika, kwa nini tupoteze nyakati kama hizi? Kwa hivyo Sayyiduna Jibril alayhi salam amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa'lam anna sharafa almu'mini qiyamuhu billayl, utukufu wa mu'min ni kusimama usiku. Katika masiku 10 kama haya kuna Lailatul Qadr, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameisifu katika Al-Qur'anul Karim, inna anzalnahu fi lailatil qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ya kwamba lailatul qadri, usiku wa cheo, khairun min alf shahr, ni bora kuliko kufanya ibada miaka 83 ama miezi 1000. Kufanya ibada katika usiku moja ni khairun min alf shahr, thawabu zake ni kana kwamba umefanya ibada miaka 83. Ndipo mmoja katika maulama katika maneno yake asema, buka, kulia katika Lailatul Qadri, min khashyati llahi, katika kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kama kulia miaka 83 min khashyati llah. Kusoma Qur'ani katika Lailatul Qadri, ule usiku mmoja, ni sawa sawa na kusoma Qur'ani miaka 83. Kutoa sadaka katika Lailatul Qadri ni sawa sawa kutoa sadaka kwa muda wa miaka 83. Ofa kama hii tumepewa sisi Waislamu. Fadhila kama hizi tumepewa sisi Waislamu. Kwa hivyo haya masiku tukurubishane kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuelekezane kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tusiwe ni wenye kufukuzana. Mmoja juzi alikuwa ameketi msikitini, mzee, ikawa watu wanatoka kwa wingi msikitini, akatokwa na maneno, anasema hawa ni watalii wamejazana msikitini, Ramadhani sasa hivi itamalizika, tutabaki na msikiti wetu. Hawa ni watalii wamejazana msikitini, Ramadhani kimalizika, sisi tutabakia na msikiti wetu. Angalia namna tunavyowadharau watu, angalia namna tunavyowakejeli watu. Mtu ametoka kutoka nyumbani kwake, amekuja msikitini, tujalie mwaka mzima hakuingia msikitini, ameingia Ramadhani. Ni mgeni wako ama ni mgeni wa Mungu?
amekuja katika msikiti wako ama ni msikiti wa Mungu. Huyo aloingia msikitini ameafikiwa na wewe ama ameafikiwa na Mungu? Ameafikiwa na Mungu. Wewe muombe abakie ndani ya msikiti. Usiwe ni mwenye kuomba saa zote wasema wageni sasa hivi watatoka msikitini. La, hujui wewe utamalizikia vipi. Ukawa unatia watu peponi, unawatia watu motoni. Yoyote umtakayo umtia peponi, yoyote umtakayo umtia motoni. Ashay'u bishay'i yudhkar. Kuna wakati mmoja kuna mtu alikuwa anafunga speaker, mic ama hizi kawa. Wakapita watu, akamuuliza wafanya nini? Akamwambia anafunga speaker, kuna shughuli fulani ama kuna sherehe fulani. Yule alopita akamwambia yule anayeka speaker juu, akamwambia nyinyi wenye kufanya sherehe hiyo mtaingia motoni. Nyinyi wenye kufanya sherehe hiyo ama nyinyi wenye kufanya jambo hilo mtaingia motoni. Bahati nzuri, bahati mbaya, yule aloambiwa hivyo alikuwa na mtu ana maneno. Akamwambia kama tutaingia motoni basi huo ufunguo ushike vizuri. Ukikuponyoka tuingia sote peponi. Kama sote tuingia motoni yamaanisha ufunguo unao wewe. Basi ushike vizuri, uuchunge. Ukikuponyoka sote tuingia peponi. Kinyume na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya bashiru, yasiru ama bashiru, wabashirieni watu mambo ya kheri, wala tunafiru, wala msiwafukuze watu. Wakurubisheni watu katika dini, wala msiwafukuze watu katika dini. Akija mtu msikitini hana mbele hana nyuma, mkaribisheni, msimfukuze. Hakuingia mwaka mzima, mkaribisheni, msimfukuze. Asa ndio sababu Mwenyezi Mungu ataka kumuongoza. Kwa hivyo inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr. Kwa hivyo usiku kama hunu Mtume sallallahu alayhi wasallam asema iltamisuha fil ashr al awakhir, utafuteni katika masiku 10 ya mwisho. Siku 10 za mwisho katika mwezi wa Ramadhani tuitafute lailatul qadr. Tusiwe katika wale 21 waja 23 waja 25 waja 27 29. Naam, imekuja ya kwamba iko katika autar, lakini kwa nini usisimame siku zote 10? Kwa nini usifanye ibada siku zote 10? Yawezekana siku ulioiruka ndio siku ya lailatul qadr. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema iltamisuha fil ashr al awakhir, itafuteni katika siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani. Ikhwatal imani wal islam, tukimalizia tusiwasahau ndugu zetu walioko Gaza. Tusiwasahau ndugu zetu walioko Falastini. Katika haya masiku 10, katika jumla za dua ambazo kwamba tutamuomba Mwenyezi Mungu, na wao tusiwasahau. Wako katika hali ngumu, wako katika hali ya dhiki. Takriban siku 21 leo hakuna chakula kinaingia, hakuna moto, hakuna maji. Juzi wameuliwa 500, jana wameuliwa 200. Na maal asafi shadid, Waislamu wako wapi? Waarabu wako wapi? Tuko Waislamu bilioni 2 duniani. Hebu imagine Waislamu bilioni 2 duniani, twashindwa kupeleka kikombe cha maji ndani ya Gaza. 2 billion Muslims dunia nzima, twashindwa kupeleka kikombe cha maji ndani ya Gaza. Lakini mashallah sanda zimejaa tele Gaza. Sanda wamepelekewa nyingi. Ukiangalia katika zile klipu hawana maji ya kunwa, lakini wakifa sanda za kuwazika ziko, wamepelekewa nyingi.
Na ukiangalia habari ambazo kwamba namna wanavyofanywa ni mambo ya kusikitisha. Vijana kama sisi wanapigwa risasi, kama hawawezi kuuliwa kwa sababu ya makamera, wanapigwa marisasi kwenye mapaja, kwenye groin, ili wasiweze kuzalisha, vizazi vao vimalizike. Yani ibada jamaia wazi wazi, wanadhulumiwa wazi wazi, lakini ummatal muslimina sakitun, waislamu wamenyamaza. Hakuna hata mmoja amesimama kusema la, hii mnayofanya sivyo. Twatetewa na Mataliani, twatetewa na Norwegians, wao ndo wanainua sauti. Twatetewa na Waamerika walioko New York, twatetewa na watu walioko London, na sisi tumewazunguka pale. Urdun iko hapo, Masri iko hapo, Saudia iko hapo, Kuwait iko hapo. Ndipo mmoja asema, msitusaidie, lakini yauma alqiyama mtakwenda kujibu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Msitusaidie, msituombe Mungu tuleteni masanda, wacha tuwawe, lakini mtakwenda kujibu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hebu fikiria, ingelikuwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuko na sisi, yale ingetokea? Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha anta nasiruha ala man adaha. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.